Ni kweli kabisa, Ibrahim Hamadi Baka kutoka katika klabu ya Fulham, lakini kuna vitu vinne ambavyo vinaweza vikaikwamisha safari yake. Ni vitu gani hivyo vinne? Mimi na Aloysi Sagara tuna undani wa taarifa. Kumbuka hivi ni vitu vinne vipo katika upande wa kikanuni, sio kiuchezaji, ni upande wa kikanuni. Ni vitu gani hivyo? Dada Sports tunazo taarifa, lakini nikukumbushe kunako mabingwa wa usafirishaji, nao singine ni Jaba Solution. Mabingwa wa usafirishaji ni siku 3 pekee wanakuletea mzigo wako kutoka China, Guangzhou. Na kumbuka msimu huu wa sikukuu wana ofa maalum, wamesema wapigie namba zinapitishwa hapo chini ili waweze kukupa. Ni ofa gani hiyo wanaijua wao, wewe wasiliana nao. Lakini kwanza Aloysi Sagara. Yes. Kwema kabisa? Ya safi. Leo ni tarehe 26 Boxing Day. Umeshalipewa zawadi asubuhi hii ya kwenda kufungua jioni. Hivi zawadi unafunguaga jioni au mchana? Saizi tunazipokea saa 6 saizi. Jioni sasa au usiku wakati umekaa umetolesha kusanya ile mabox, unaanza kufungua moja baada ya jingine. Ila sisi hapa Data Sports tayari tuna box letu ambalo tunataka tulifungua hivi sasa kwa watazamaji wetu wa Data Sports. Na box lenyewe kwa juu naona limeandikwa Ibrahim Hamadi Baka kwenye mabano Fulham. Naam. Kwa zawadi yetu hiyo ndo tunaanza kuifungua hivyo. Beki wa Young Africans Ibrahim Hamadi Baka na uwezo wa kucheza katika mitaa ya Fulham, katika klabu ya Fulham, lakini kuna vitu vinne pekee ambavyo vinaonekana kuwa ndo vikwazo ambavyo vikamfanya yeye asiweze kucheza. Aloysi Sagara, tuanze na hivyo vitu vinne kwanza ambavyo vinaweza vikawa vikwazo kwa Ibrahim Hamadi Baka kucheza katika ligi kubwa duniani, ligi bora, kwenye ligi zile 5 kubwa yenye inaweza kuwa ni ligi bora namba 1, ligi inayopendwa zaidi, ligi ya EPL ambayo katika klabu ya Fulham. Umezungumza vizuri zaidi Hassan Saddam kuhusiana na hili swala la Ibrahim Hamadi Baka kuhusishwa kutakiwa na klabu ya Fulham ambayo inashiriki moja ya ligi bora zaidi duniani. Unazungumzia ligi ya EPL na Fulham wamekuwa na consistency ya kusalia ligi kuu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna hizi tetesi ambazo zipo tunasema za chini chini kwamba anahitajika Ibrahim Baka kutoka Yanga akaungane na Fulham ya nchini Uingereza. Lakini ukitazamia, umezungumza vizuri, pia kuna criteria ambazo zinaweza zikasababisha au zikakwamisha Ibrahim Baka kujiunga na Fulham. Sasa criteria hizo ziko 4, umesema vizuri, ziko 4 ni kweli, na criteria ambayo inachukuliwa kwa ukubwa zaidi, japo nitataja zote lakini nitaanza kama vile ambavyo zinachukuliwa kwa ukubwa zaidi. Ya kwanza kabisa wanasema ni international appearance. Kwa maana ya kwamba huyu mchezaji ambaye anahusika au anahusishwa kujiunga na klabu ya Fulham. Tunamtumia Ibrahim Baka maana ndio case study yetu na ndiye mchezaji ambaye anahusishwa kwenda Fulham. Kwenye hii criteria ya international appearance, je, amecheza michezo mingapi akiwa na timu ya taifa? Je, taifa analotoka linashika nafasi ya ngapi kwenye rank za FIFA duniani? Sasa Ibrahim Baka ni Mtanzania, taifa lake ni Tanzania. Ukitazama kuhusu kuiwakilisha nchi au kuitumikia timu ya taifa, kwa Ibrahim Baka tunaweka tick, kwa sababu tumeshuhudia kwa nyakati tofauti amekuwa akiitwa au akijumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania na amecheza michezo mingi akiwa na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Hapo tunaweka tick. Kwenye jambo la kwanza linaloweza kumzuia Ibrahim Hamadi Baka tumetazama kwenye Fulham, criteria ya international appearance, na kipengele cha mchezaji au ameitumikia timu ya taifa. Kipengele cha pili chini yake pale tunasema ni sub category, inaenda kwenye nafasi ya taifa lake ambalo linashika kwenye rank ya FIFA. Tanzania inashika namba 112 kati ya mataifa 211. Sasa ukitazamia kwenye hiki sub category ya namba ambayo au rank ambayo Tanzania inashika kwa viwango vya FIFA, inaweza kuwa kikwazo kwa Ibrahim Baka. Hapo tumetazamia kwenye criteria ya kwanza ya international appearance. Tunaenda kwenye criteria ya pili ya zile criteria 4. Ya pili yenyewe inasema ni domestic league quality. Kwamba ubora wa ligi ambayo huyu mchezaji anatokea. Ibrahim Hamadi Baka anatokea ligi ya NBC. Ligi ya NBC
Sasa wao kwa hicho chombo nitakuja niwatajie baada ya kutaja hizo criteria, kimeitem ligi ya Tanzania au ligi za Afrika hizi kwenye group namba 4. Kuna magrupu pia manne, kwamba group la kwanza linajulikana kama Elite League, lenyewe linahusisha zile ligi 5 kubwa barani Ulaya. Hapo unazungumzia ligi kuu ya Uingereza EPL, unazungumzia ligi kuu ya nchini Hispania La Liga, unazungumzia ligi kuu ya Ufaransa Ligue 1, unazungumzia ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga, na unazungumzia ligi kuu soka nchini Italia kwa maana ya Serie A. Yes. Sasa ukitazamia hapo kwenye group 1 kuna hizo ligi ambazo ni kubwa zaidi barani Ulaya, ligi 5. Tunakuja group namba 2, wenyewe wanalitem kama Strong League. Kwenye Strong League kuna ligi kama za Ureno, ligi kama za Ubelgiji, Belgian Pro League, utazikuta hapo. Tunakuja kwenye group la 3, wenyewe linahusisha ligi kutoka mataifa ya Denmark, kutoka mataifa ya Uswizi, na kundi hilo linajulikana kwa jina maarufu la Competitive League. Sasa grupu la mwisho wanasema ni Lower League. Kwenye Lower League utakuta ligi za bara la Afrika, lakini pia utazikuta ligi kutoka bara la Asia. Yes. Sasa hapo tumezungumzia kwenye criteria ya pili ya domestic league quality. Sasa ukija kwenye kipengele hicho cha pili pia unaona pia ni kikwazo kwa Ibrahim Baka, kwa sababu anatokea ligi ambayo wao wanaichukulia kama ligi ambayo ni dhaifu kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tumeona kuna Elite League, tumeona kuna Strong League, kuna Competitive League, alafu kuna Lower Leagues ambayo ligi ya NBC ipo pale, na ligi nyingi za Afrika ziko pale hilo. Kipengele cha 3 wanasema ni club playing time, kwamba huyu mchezaji amepata muda gani wa kuitumikia klabu aliyopo kwa muda huo. Ukitazamia Ibrahim Baka ndani ya Yanga amekuwa ni regular starter. Hapo anatazamia maeneo mawili, kwamba ni bench player au regular starter. Ibrahim Baka ndani ya Yanga sio bench player, ni mchezaji ambaye anapatikana kikosi cha kwanza kwa nyakati tofauti. Tumemshuhudia Ibrahim Baka akianza, kwa hiyo yule ni regular player. Kwenye kipengele cha club playing time, kwamba muda ambao mchezaji huyu ameitumikia klabu yake, tunaweka tiki. Ibrahim Baka amekuwa ni mchezaji ambaye anaanza mara kwa mara ndani ya kikosi cha Yanga. Tukimalizia criteria ya mwisho, yenyewe inahusu continental competition. Tunapozungumzia continental competition ni yale mashindano ambayo yanafanyika ndani ya bara husika. Yes. Ukitazamia Afrika, hapo utazungumzia michuano kama ya CAF Champions League, utazungumzia michuano kama ya CAF Confederation Cup. Kwa Ulaya kule utazungumzia kama UEFA Champions League, utazungumzia UEFA Conference League. Hii unaelewa? Sasa je, Ibrahim Baka akiwa na Yanga ameshiriki michuano hiyo? Jibu ni ndio, kwa sababu kwa nyakati tofauti tumemshuhudia Ibrahim Baka akiwa na Yanga yake ameshiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia ameshiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo hapo pia tunaweka tick. Sasa ukija kuangalia maeneo mawili ambayo yanambana zaidi Ibrahim Baka, ni eneo la kwanza ambayo tulilitazamia kwa maana ya criteria ya kwanza ambayo ni international appearance, ambapo tumeangalia kigezo cha Baka kuitumikia timu ya taifa pale tuliweka tick. Lakini kipengele ambacho kinakuja kumbana Ibrahim Baka ni nafasi ya taifa lake ambalo analitumikia kwenye viwango vya FIFA. Sio, unaelewa vizuri kabisa. Cha pili ambacho kinakuja kumbana zaidi ni ubora wa ligi ambayo Ibrahim Baka anatokea kwa maana ya domestic league quality. Ligi ya NBC iko group D namba 4 kwa maana ya lower league, kwamba iko kwenye ligi ambayo inachukuliwa kama ligi ambayo ni dhaifu kwa namna moja au nyingine, tunaweza kusema hivyo. Sasa ni kina nani hao ambao wanatumia hizi criteria kumapprove mchezaji kwamba huyu anafaa kutumika au hafai? Kuna kitu kinaitwa governing body endorsement, kwa kifupi ni GBE. Governing body endorsement. Hii ni kama work permit, kwamba ambayo itamapprove, yani ni kama kibali cha ufanyaji kazi. Kila mataifa mbalimbali yamekuwa na taratibu hizo. Ukitazama GBE pale Uingereza iko chini ya chama cha soka nchini Uingereza kwa maana ya FA. Sasa hao ndio wanawasilisha maombi, and then chama kupitia GBE kinafanya kuapprove
kwa criteria kama hizo ambazo tumeweza kuziangalia 4 ambazo zinachukuliwa kwa ukubwa sana au kwa uzito wa hali ya juu. Sasa wakisha approve, wakaona huyu mchezaji amequalify, basi anakuwa ni eligible player kucheza kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza. Na kama ni tumezungumzia pale, kuna kategori ya ambayo hizi alama zinazokuwa zinatolewa kwamba ili mchezaji aweze kuruhusiwa kucheza ligi kuu soka nchini Uingereza ni lazima walau au amekusanya jumla ya alama 15 na kuendelea. Ikitokea mchezaji amekusanya alama kati ya 10 hadi 14, huyu anaweza akakata rufaa. Yaani tumejumlisha zile criteria zote, maana kila criteria inakuwa na point zake. Sasa zile pointi zikijumlishwa zote zikafall kati ya 10 hadi 14, huyu mchezaji na maana hajafuzu kucheza kwenye ligi kuu soka nchini Uingereza. Maana yake ni nini? Maana yake huyu mchezaji ana room ya kukata rufaa. Sasa unapokata rufaa pia kuna evidence ambazo zitatumika. Kuna match footage, zile clip za video, sijui unaelewa, zinawasilishwa, wanamtazama, wanamfanyia analysis. Lakini pia kuna match performance of a certain player, huyo mchezaji mwenyewe amehusika kwenye mabao mangapi, amefanya tunasema duels ngapi, amefanya clearance mara ngapi. Yes, hayo yote yana fall hapo. Lakini pia kuna kitu ambacho wanakitumia pia wakati wanafanya appeal, kinaitwa players comparison, kwamba tunamweka Harry Maguire wa Manchester United, tunamweka na Ibrahim Baka, tunawafananisha. Sasa unaweza kuta ndio Maguire anacheza Manchester, anacheza ligi kuu soka nchini Uingereza. Tukifanya comparison ya Maguire na Ibrahim Baka, unaweza kuta Ibrahim Baka ni complete player kuliko Harry Maguire. Sasa hivyo ni vitu ambavyo vinatumika wakati ambapo mchezaji amekata rufaa kwa maana ya kuappeal. Lakini endapo mchezaji sasa atapata alama chini ya 10, ina maana huyo ni rejected player, hawezi akaruhusiwa kucheza ligi kuu soka nchini Uingereza. Na kwenye kipengele cha kuappeal, sio wengi ambao wanaweza kufanikiwa. Ni kipengele ndio kipo, kinatoa room ya mchezaji kuappeal, lakini ni ngumu sana kutoboa kwenye kipengele hicho, kwa maana zipo scenarios ambazo wamejaribu kufanya hivyo na kwa imeshindikana. Yes, kwa hiyo ndo maana inaelezea vizuri kwamba Ibrahim Baka, kwa criteria ambazo tumeweza kuzitazama zile 2 ambazo ni kubwa zaidi, kuna ugumu wa yeye kufanikisha hilo la kujiunga na Fulham ambayo inashiriki ligi kuu soka nchini Uingereza, ambayo ligi ile iko chini ya chama cha soka cha pale kinaitwa FA. Dada Sports wanajivunia kuwa na mtu kama wewe, kwa sababu ni mtu makini, kwa elimu safi ambayo ametupisha kwenye vitu 4 ambavyo vinaweza vikawa vikwazo kwa Ibrahim Hamadi Baka kutua katika klabu ya Fulham inayoshiriki ligi ya EPL ya England. Alois Sagara, ukiangalia umezungumza vizuri kanuni au inayotoa kibali cha mchezaji kucheza ligi ya England. Nitaka nikufafanulie hapo. Kuna baadhi ya mataifa ambao wachezaji wao wenyewe wao ndani ya bara la Afrika yana nafasi kubwa zaidi wachezaji wao kupita. Mfano mzuri ukizungumzia klabu kama Morocco. Ni most among of clubs taifa la Morocco. Yes, wachezaji wengi wa taifa kutoka Morocco wao wana nafasi kubwa kucheza England. Angalia klabu taifa la Nigeria, wachezaji wao nao wana nafasi kubwa ya kucheza Misri na Senegali. Na tumeweza kuona mifano mingi ya wachezaji wengi kutoka hapa mataifa wakiwa wanafanya vizuri katika ligi kuu ya England, kutokana kwamba mataifa yao ndani ya bara la Afrika wanahesabika wao kwamba tayari walishamaliza baadhi ya kanuni zao, zile pointi zao, wana nafasi yao kubwa kutokana na klabu wanazotoka. Kwa Ibrahim Hamadi Baka, yeye kipengele ambacho vinamshika ni vipengele viwili tu ambavyo umevielezea vizuri kabisa. Kama mtu hajakuelewa vizuri, unaweza kurudia tu kufafanulia vizuri kwamba kipengele ambacho hajakielewa ni swala zima la ligi anayotoka, ambalo iko katika group namba 4. Umeeleza vizuri kabisa group namba 4. Group namba 4 ambalo ndo sisi tupo Asia. Hapo nazungumzia zile timu za kina Shanghai za China, Shanghai Shenhua, Yokohama FC, zile timu zote, na sisi bara letu la Afrika hapo ukizungumzia iwe ligi ya South Africa, iwe ligi zote za Afrika ziko pale katika branch namba 4 au group namba ngapi? Group namba 4. Ibrahim Hamadi Baka naye yupo katika ligi hiyo miongoni ambayo ni ligi ya 5 katika ubora wa ligi bora Afrika, ambayo ni viwango vya vya CAF, si ndio? Kabla ukiachana na yeye FC ambayo ilikuja baadaye ikasema sisi ligi yetu ni ngapi? Ni ya 4 kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo tunarudi Ibrahim Hamadi Baka, kigezo cha ligi ndicho kinachombana zaidi yeye asiweze kutoka katika ligi gani? Ligi ya England. Urudi sasa katika national team anakotokea, ambao nyingine si nyingine ni Tanzania.
Lakini mtu anaweza akakuuliza swali zuri tu, akauliza mbona Ali Samata yeye alicheza na wakati anatoka taifa la Tanzania na ilikuwa bado rank yetu tuko pale pale. Mtu anaweza kuuliza swali, kumbuka hizi rank kuna muda tulikuwa 107 tumeshuka 112, tunaenda na tunapanda na kufanyaje na kushuka. Mtu anaweza kukuuliza mbona Ali Samata yeye aliweza kucheza, unaweza kumpa majibu mepesi tu kwamba yeye safari yake, wakati anaanza safari yake, wakati anakuja England ametokea Ubelgiji, kwa maana ya Belgian Pro League. Belgian Pro League ambayo tunasema ni ligi ngapi kwenye zile kategori zao? Pale ni iko ligi ya pili. Ligi ya pili. Kwa hiyo ina maana yeye alikuwa na nafasi kwa sababu ligi alikuwa anatoka ndio ilimrahisishia kufanyaje kwenda. Na wanaitemu as a strong league. As a strong league. Yes. Hapo mtu anakuwa umemuondoa doubt ambazo alikuwa nazo, alikuwa na mashaka. Je, mbona kama Ali Samata yeye aliweza kucheza pale, ishindikaneje kwa Ibrahim Ahmadi Baka? Yeye Ibrahim Ahmadi Baka anatoka moja kwa moja Tanzania. Hana safari katikati hapa. Hana ligi nyingine labda ambazo ameanza kucheza, yeye ni moja kwa moja kutoka Tanzania mpaka EPL. Labda kigezo cha kabla cha kufananisha, labda ukisema kwenye zile pointi alizokusanya, labda sasa tutumie kwenye kigezo cha kumlinganisha mchezaji mmoja mmoja. Kuna wachezaji wanaweza kumsimamisha na Ibrahim Ahmadi Baka baada ya kazi kubwa aliyoifanya. Ukaona kumdhibiti mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen katika mechi yetu ya kwanza ya Tanzania dhidi ya Nigeria ambayo tulifungwa 2-1. Unaweza kusema Ibrahim Ahmadi Baka ana mchango kuweza kumlinganisha na baadhi ya mabeki wengine wakubwa ulimwenguni. Unaweza kusema hapo sawa. Sasa unajua umezungumza vizuri sana baadhi ya mataifa ambayo umetolea mfano, tumeshuhudia nyota wake wanatoka moja kwa moja wanakuwa eligible player kucheza ligi ya Uingereza na hata ligi nyinginezo. Sasa hiyo inatokana na, kwanza tuwakumbushe watu. Hizi criteria zinakuwa na alama zake kama nilivyoainisha pale mwanzo kwamba alama za chini zaidi ni 15. Sasa 15 na kuendelea. Mtu anaweza akakosa alama kwenye criteria fulani, lakini kuna alama akaokota zingine kutoka criteria fulani na zinazidiana uzito. Sio kwamba zote ni alama sawa. Hapana, zinazidiana uzito. Criteria moja na criteria nyingine. Umezungumza mataifa ya Morocco, Senegali, Ghana na mengineyo. Ukitazamia ile mataifa, kwa mfano mpaka Misri pia labda yale ni mataifa ambayo tukitazama kwenye FIFA ranking, kwa mfano Morocco ndio taifa ambalo liko ranked kwanza kwa Afrika, ndio taifa nambari 1 kwa ubora kwa sasa. Kwa ubora kwa sasa. Yes, na hata duniani inashika nafasi ya juu zaidi. Sasa kama taifa lake linashika mchezaji anatoka Morocco, alafu taifa lake liko ni high ranked nation kwenye zile ranks za FIFA, obviously mchezaji atakuwa amejikusanyia alama nyingi zaidi, kwa sababu kwenye hizo criteria 4, criteria ambayo ni strong zaidi anachukulia na kuitilia mkazo zaidi ni criteria ya international appearance. Sasa kama ambavyo tumegusia pia kipengele cha FIFA ranking. Sasa kama kwenye FIFA ranking za dunia, Morocco yuko nafasi za juu zaidi. Obviously mchezaji wake ambaye kama anatumikia Wydad, anatumikia Raja Casablanca, ana nafasi kubwa zaidi ya kutoka pale na kujiunga na vilabu vingine barani Ulaya moja kwa moja. Yes, umezungumzia pia scenario ya Mbwana. Mtu anasema Mbwana Ali Samata. Ndio hapo sasa ile maana halisi ya kwamba hizi criteria zinatofautiana kwa alama. Mbwana amejiunga na Aston Villa akitokea KRC Genk ya pale Ubelgiji, inashiriki ligi soka nchini Ubelgiji ya Belgian Pro League. Akajiunga Aston Villa. Sasa yeye pia kuna alama ambazo aliweza kuzikusanya zikamruhusu kwenda kuitumikia Aston Villa. Japo kama kweli Fulham wanahitaji huduma ya Ibrahim Baka, njia pekee ambayo wanaweza wakaitumia, just an advice, japo sina uwezo wa kuwashauri, najua pia wanafahamu hilo, wanaweza wakamchukua Ibrahim Baka, wakamtoa kwa mkopo kwenye klabu nyingine kutumika kule, baadaye ndo akaja wakafanya usajili wake kutoka kwenye klabu ambayo watakuwa wamempeleka kwa mkopo. Yes, maana kwa mfano wakamtoa Tanzania wakampeleka Ubelgiji, katumika kule walau msimu mmoja. Sasa msimu unaofuata wanamsajili kutoka huko walikompeleka wao, wanamleta Uingereza. Kwa maana hiyo atakuwa ametimiza yale matakwa yao ya global governing body ili aweze kupata kibali cha yeye kucheza, kutumika pale, kuitumikia ligi ya baada ya serikali ya Marekani kwa imemapprove ya Uingereza kwa imemkubali kwamba Ibrahim Baka anaruhusiwa kucheza Fulham. Tumalize na hili, endapo ikawa kweli akatua, anaweza kukompiti kupata namba ndani ya Fulham. Endapo ukiachana na vigezo vyote kwa tulivyozungumzia vyote, achana na vigezo vyote vipo, ndio vinaweza ni vikwazo kwake kama tulivyozungumza vizuri. Endapo ikatokea labda akapata hilo scenario, labda mkopo akatua Fulham, anaweza kupata namba.
mshindani wake mkubwa zaidi atakuwa ni Kevin Bassey ambaye ni center wa timu ya taifa ya Nigeria, na hata kama juzi tumeutazama ule mchezo wa Tanzania na Nigeria, tumemshuhudia pia akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wana klasi ya juu sana kwenye ule mchezo Kevin Bassey. Sasa imagine anakuja Ibrahim Baka, anakuja kupartner na Kevin Bassey. Benjamin Sesko atapita wapi? Ni maswali ambayo mimi na mashabiki wenzangu wa Manchester tutabaki kujiuliza. Kucompete ndio anaweza kucompete kwa sababu quality ambayo Ibrahim Baka amekuwa nayo, ni mchezaji ambaye kwanza amekuwa sio mchezaji ambaye anapata majeraha ya mara kwa mara, lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye ana rise bar kwenye performance yake. Hivi sasa na miaka 28, lakini ni mchezaji ambaye anakuwa anapanda ubora kutoka msimu mmoja hadi msimu mwingine. Ukiachana na hizi scenarios zingine ambazo zimekuwa zikitokea, tumeshuhudia hapa kati alifungiwa, mambo mengine tunaachana nayo, lakini kama complete package kwamba mchezaji alikamilika zaidi, nadhani Ibrahim Baka yuko nayo. Ibrahim Hamadi Baka kutoa Fulham amemaliza hivyo. Alois Sagara amesema anaona anaweza akakompiti na akapata namba. Hiyo ndio ilikuwa zawadi yetu ya tarehe 26. Kwa wakati unafungua, hakikisha unaifungua na Data Sports. Tunakukumbusha tu ili kuendelea kutuona kwa taarifa makini kama hizi tulizonazo, hakikisha umesubscribe kwa kuruhusu na unaruhusu na notification, ili taarifa yote tutakayokuwa tunatoa hapa Data Sports wewe unakuwa wa kwanza kuitazama. Aliyesimamia show nzima hii tukaonekana vizuri ndani ya Boxing Day si mwingine ni Mr. Paco. Bye.